Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana, timu ya Simba kwa hivi sasa wako mbioni kumchukua beki wa kushoto wa Singida Black Stars ambaye amehujumu pia katika timu ya Yanga, bwana Nixon Kibabage. Kwa hivi sasa dili lake na Simba mambo yameshaenda asilimia zote 100. Nixon Kibabage ni kwenda kumalizia tu kusaini mkataba wa kutumikia timu ya Simba miaka 2, kwa sababu kocha wa Simba Steven Baka amesema kwamba mlinzi wa kushoto ambaye yupo sasa hivi pale Simba bwana Mligo amesema hafiti katika mfumo wake. Kuna wachezaji kama 5 ameolozesha ambao hawafiti katika mfumo wake, inatakiwa waondoke waje wachezaji wengine, na ndio maana Nixon Kibabage amekuwa chaguo la kwanza kwa Simba kumleta, kutokana vile vile wanahusishwa na beki mwingine wa kimataifa. Wanaona sio mbaya wakiwa na mabeki wa kushoto wawili, yani wanaocheza namba 3 wawepo wawili, na ndio maana Nixon Kibabage wameona ni chaguo sahihi la haraka kwa sababu ana uwezo wa kusaidia, vile vile ana uzoefu wa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo amecheza pamoja na Yanga msimu uliopita, lakini msimu huu atakuwa anakipiga katika timu ya Simba, hivyo anahitaji aendelee kuongeza nguvu katika namba 3 katika beki wa kushoto bwana wa timu ya Simba Sports Club, na ndio maana hili ni chaguo sahihi kwa wakati sahihi, kwa sababu unaweza ukapoteza muda na mashindano yameshakaribia. Tarehe 23 Simba wanajua fika wana mechi dhidi ya Express da Tunis, hivyo Nixon Kibabage anaojua wachezaji wa Simba kwa sababu yeye amecheza ligi ya Tanzania kwa muda mrefu. Hivi sasa amekuwa Singida, amekuwa Yanga, hivyo wachezaji wa Simba wanawajua pamoja na uchezaji wao, na ndio maana wameona kwamba kimchukua Nixon Kibabage anaweza kaingia katika mfumo moja kwa moja, kaingia katika timu moja kwa moja, kwa sababu anamjua Shomari Kapombe vizuri, anawajua kina Ahoua vizuri, anajua kina Mpanzo, hivyo haitampa tabu jinsi ya kucheza naye, japokuwa inatakiwa atreni nao kwa muda mrefu ili waweze kuzoeana zaidi. Lakini kwa Simba hilo kwao sio swala, ni swala la muda tu ambao utaongea. Wanasema Waswahili, muda utaongea, hivyo watu waendelee kupata burudani ya Nixon Kibabage akiwa na uzi wa mnyama Simba. Lakini kuna baadhi bwana wadau wa soka wanasema kwamba Nixon Kibabage kama unavyojua amekipiga katika timu ya Yanga, lakini kabla ya Yanga alianza soka la vijana akiwa na Serengeti Boys, akiibukia pale Mtibwa Sugar, na pia alifanikiwa kwenda Walabuni, alicheza timu moja na Simon Msuva pale Difa El Jadida ya pale nchini Morocco. Baada ya kushindwa huko bwana, ilibidi arudi Tanzania, na ndipo Yanga walimuai, lakini watu wengine wanadai kwamba bwana Nixon Kibabage atakuwa ana mapenzi na timu ya Yanga, lakini hayo ni maneno. Kama tunavyojua bwana, mpira ni biashara, mpira ni mchezo wa wazi, hivyo kama mpira ni biashara, vile vile mpira ni mchezo wa wazi, unachezwa sehemu nyeupe, kila mmoja anajionea. Mapenzi katika soka hayo hayapo, yani mapenzi katika soka ni asilimia ndogo sana. Watu wengi huwa wanapiga kazi kwa sababu ndio kitu ambacho kinawafanya mkono inaenda katika kinywa chao, football bwana. Hivyo watu wasio na wasiwasi juu ya Nixon Kibabage, maana kuna wengine pia wanaingia hofu kutokana na mchezaji akicheza Yanga kwenda Simba, wanaona kama ni mchezaji ambaye atakuwa ni duka, lakini vile vile bwana hata Mohamed Hussein alikuwa ni namba 3 tegemezi pale Simba, lakini kwa hivi sasa yupo Yanga, lakini Yanga wanamwamini kwa asilimia zote, hawana hofu naye, japokuwa yeye alicheza kwa muda mrefu zaidi pale Simba, amecheza misimu 11, lakini Yanga bado wanamwamini Mohamed Hussein. Wenyewe wanamsifia, wanasema ndo mbavu ya kushoto bora zaidi hapa Tanzania kuwahi kutokea kwa muda wote. Hivyo wana Simba na wapenda burudani, wapenda soka wana michezo yote kwa ujumla, wasiwe na wasiwasi juu ya bwana Nixon Kibabage, kutokana ni mchezaji ambaye ashacheza mpaka timu kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, amecheza ligi kuu pia ya Morocco, kwa hiyo uzoefu aliokuwa nao ni mkubwa, japokuwa watu wengine wanaweza wakamkataa labda kutokana na kimo chake, lakini vile vile bwana hata Mohamed Hussein ambaye alikuwa na hudumu katika eneo lile alikuwa sio mrefu hivyo, yani yeye Mohamed Hussein pamoja na Kibabage wamezidiana kidogo sana, hivyo sio shaka au hakuna
hamna shida yoyote juu ya bwana Dickson Kibabage, Dickson bwana Kibabage kwenye kucheza namba 3. Ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa, ni mchezaji ambaye anaweza akafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi katika timu ya Simba, na wana Simba wenyewe wanajua fika kabisa mashindano ya kimataifa ndio sehemu yao. Mashindano ya kimataifa ndio sehemu ambayo wamejiwekea ufalme katika nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Watu wengi wanajua Simba kutokana na jinsi wanavyocheza katika mashindano ya kimataifa. Hivyo bwana Dickson Kibabage pia katika mikakati ambayo anapewa na kuhakikisha timu inafika katika hatua ya nusu finali, kwa sababu yeye ni beki ambaye kwa hivi sasa anaingia moja kwa moja katika mfumo. Hivyo wanatakiwa pambane yeye pamoja na wenzake waweze kusaidia timu ifike katika hatua ya nusu finali, japokuwa sio jambo rahisi, ni jambo gumu kweli kweli. Ya hata Mangungu mwenyewe ameshasikika na kusema kwamba Simba msimu huu kufika hatua ya nusu finali au robo finali ni kazi ngumu. Kazi tunayo kutokana mpaka hivi sasa mnyama ana pointi hata moja. Ni jambo gumu kwa mnyama kutokana ashazoea bwana katika mashindano ya kimataifa anawagonga watu. Akiwa amecheza mechi 2, basi kama hana pointi 3 atakuwa ana pointi 4 na sio kupoteza kabisa. Msimu huu ameanza vibaya, lakini vile vile bwana binadamu najua tumeambiwa kusahau. Tukumbuke hata msimu uliopita wapinzani wao au wasimu wao hapa Tanzania, Yanga Sport Club, alicheza mechi 2 na zote alipoteza. Katika mechi 2 za awali Yanga katika hatua ya makundi bwana alipoteza zote. Alienda kupata sare mechi ya 3 na bado ushindi ulikuwa ni mgumu mpaka mechi ya 3 alipata sare, lakini alikuwa ana nafasi mpaka katika hatua ya mwisho, alitakiwa ashinde haende robo finali. Kwa hiyo wana Simba sio rahisi kusema kwamba timu inaweza kukata tamaa au wachezaji wakate tamaa au uongozi ukate tamaa, kwa sababu mifano ipo. Msimu tu uliopita watu walijionea kwa Yanga wenyewe ndio walishindwa tu kwenda hatua ya robo finali kutokana walishindwa kumaliza mechi nyumbani, lakini katika mechi zao 3 walikuwa wamekusanya pointi 1. Hivyo mpaka hivi sasa Simba bado hajafeli katika mechi 2, japokuwa hawana pointi hata moja, lakini bado sio kufeli kutokana mashindano bado yanaendelea, mashindano bado hayajaisha. Na jeshi la Simba bwana katika mashindano ya kimataifa wakisema waamke kweli wapige kazi, ni timu ambayo inaogopeka hapa Afrika kutokana ishafanya mambo mengi makubwa, ishaonyesha watu kwamba yenyewe ni timu tishio kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki bwana. Imefanya mambo mengi makubwa, lakini vile vile jambo ambalo wana Simba anajivunia ni msimu uliopita kucheza katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Ni mafanikio makubwa kwa timu ya Simba, lakini jambo linaloumiza kichwa kwa hivi sasa ni kupambania nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, na ndio maana usajili wa dirisha dogo msimu huu wana Simba wenyewe wanadai kwamba watavunja kibubu na watasajili kutokana na matakwa ya kocha. Sio tu mtu analeta mchezaji ambaye anajisikia, kocha akitaka mchezaji atapatiwa mchezaji sahihi kutokana na eneo na kutokana na mchezaji ambaye kama kocha anamhitaji yeye mwenyewe atapendekeza jina lake. Simba mabosi wake wataingia sokoni kwenda kumchukua mchezaji huyo, wako tayari ili waweze kufikia katika mafanikio yao bwana. Kama unavyojua bwana, kufika mafanikio sio jambo rahisi, ni jambo gumu, na timu yoyote kubwa lazima iwe ina malengo makubwa, na ndio maana mpaka hivi sasa Simba bado haijaonyesha kukata tamaa. Hata msemaji wao bwana Ahmed Ally amesema kwamba msimu huu tumeanza vibaya na ni msimu mgumu kwetu kweli katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini lazima tuonyeshe ukubwa wetu. Haijalishi itakuwaje bwana, kwa sababu mipango ya Mungu ni mengi. Hata kama tusipoweza kuvuka hatua ya robo finali, lakini tutaonyesha umwamba wetu. Na katika dirisha dogo hili tumesikia kuna watu hata dirisha kubwa walisajili wakasema wamesajili wachezaji wazuri, lakini hawajaonyesha viwango, wamebaki wakiwa wanalalamika. Lakini sisi katika dirisha dogo hili tunaleta watu wa kazi, na sisi hatujalalamika kwa mchezaji yoyote kwamba hajafanya vizuri. Hivyo watu tunaleta sasa hivi ni watu
watu wa kazi, wana Simba, kaeni tayari kuwapokea wachezaji wa kazi, wachezaji wa shoka, wachezaji ambao wanaweza kuivusha timu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huyu bwana ni mtu ambaye waga ana maneno mengi. Wana Simba wengi sometime wanampenda kutokana na jinsi alivyo mcheshi, lakini wengine wanamkataa kutokana naona kwamba ana maneno mengi, yani anaongea sana kuliko vitendo vyenyewe vya timu hiyo kwa wakati husika au wakati sahihi. Huyo bwana ni Ahmed Ally. Je, wewe mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje juu ya sakata hili bwana la Dickson Kibabage kujiunga na timu ya Simba? Je, ni chaguo sahihi kwa Simba au wana Simba wanahitaji mtu mwingine zaidi ya Dickson Kibabage ambaye ana uwezo wa kupushi zaidi kuliko Dickson Kibabage? Bwana, unaruhusiwa kushusha comment yako hapo katika comment section. Andika chochote ambacho kinahusiana sakata hili bwana la Dickson Kibabage, utakuwa umetisha kinoma noma. Pia usisahau kusubscribe ili uwe kwanza kupata habari motomoto kila siku.